Janet Muhanika, ni daktari lakini pia ni PR kwa mkoa wetu wa Mwanza, ofisi ya NHIF. Tuko hapa Nane Nane kwa nia ya kuelimisha wananchi kuhusiana na umuhimu wa kujiunga na bima ya afya. Kama ambavyo tunatambua ya kwamba gharama za matibabu zimepanda, gharama za matibabu ziko juu sana, na magonjwa huwa hayaji kwa taarifa, yanakuja tu jambo la ghafla. Kwa ni muhimu mwananchi yoyote akawa na uhakika wa matibabu kabla ya kuugua. Kwa sisi NHIF tunaofa bima ama huduma za bima ambazo mwanachama atalipia kiwango fulani, na hiko kiwango kitaweza kumsaidia pindi atakapougua. Na bima zetu haziishi tu kwa mtu mmoja, zinaenda mpaka kwenye ngazi ya familia, ambapo unaweza kujiunga wewe peke yako, wewe na mwenza wako, au wewe na watoto, au wewe mwenza na watoto, kwa gharama nafuu sana ukilinganisha na gharama za matibabu sasa hivi huko nje. Kwa tunawakaribisha wananchi ili waweze kuelewa zaidi kuhusiana na bima ya afya. Tuko hapa, tuko karibu na jukwaa kuu hapa Nane Nane. Karibuni sana, tuwape elimu zaidi, na pia unaweza ukajiunga moja kwa moja kutokea viwanja vyetu hivi vya Nane Nane. Tumejipanga, tuko tayari kuwahudumia wananchi, na kama ambavyo inafahamika sasa hivi tumeanza na makundi maalum, lakini pindi serikali itakaporuhusu sasa watu wote waweze kujiunga, sisi tuko tayari. Tumejipanga kwa minajili ya vitendea kazi, lakini pia maafisa wako tayari, na tumejipanga kuwafikia wananchi katika ngazi mbalimbali. Kwa hiyo wananchi wasijali sana, tuko tayari, tumejipanga. Na kwenye bima afya kwa wote tumeanza kwa kuandaa vifurushi maalum ambavyo sasa hivi bima ya afya inaweza kuhudumia hata watu ambao sio wafanyakazi. Ninajua kuna ile dhana NHIF ni kwa ajili ya wafanyakazi peke yake, kwa ajili ya watumishi wa umma peke yake. Hapana, tayari tumejipanga kumfikia mtu mmoja mmoja, mkulima, mfanyabiashara, mwanafunzi, mama wa nyumbani, baba wa nyumbani, yoyote yule, kwa kuanzisha utaratibu wa vifurushi ambavyo sisi kama NHIF tayari tumeanza kutoa hiyo huduma kwa wananchi wote. Kwa pindi pia ile itakayokuja bima afya kwa wote, tutaendelea kutokea hapo.